Shalom shalom, mpendwa katika Kristo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni siku nyingine ya neema ambayo Bwana ametupa, ametuamsha kati ya wengi waliopata neema ya kuona pambazuko la asubuhi ya leo. Si kwamba uko hai kwa nguvu zako au umeamka kwa sababu umeyatenda mema, bali ni kwa neema ya Mungu ambaye amekupa neema hiyo ya kuamka. Kuna vita ambavyo Bwana ametupigania katika mwili, katika roho, tulivyoviona na vingine ambavyo havikudhihirika kwa macho ya nyama. Tunamsante Mungu kwa neema hii, maana kwa kusema tuwe bado tupo hai ni vile kuna kile ambacho Bwana anahitaji kwenye maisha yetu. Sisi si bora kuliko wao waliokufa, sisi si bora kuliko wao waliojikuta wako hospitalini, bali yote ni kwa neema ya Mungu wetu. Tunakwenda kusoma neno ambalo tunakwenda kukuta katika kitabu cha Mika aya yake ya 6 mstari wake wa 8. Tunasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako? Ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu kwa Mungu wako. Amina. Bwana hapa ananena nasi, ndugu yangu. Kale alikuwa akinena na taifa la Israeli, akinena na watu wake, lakini leo hii anena kwangu mimi na wewe, ndugu mpendwa. Anasema, mwanadamu, yeye amekuonesha yaliyo mema. Bwana amekuonesha yaliyokuwa mema, amekupa utajiri huo, amekupa manufaa katika kazi hiyo unayoifanya, amekujalia gari hiyo, amekujalia nyumba hiyo, amekujalia degree za shule ulizokuwa nazo, amekujalia kipawa hicho ulichokuwa nacho. Lakini Bwana uliza, anataka nini kutoka kwako? Kuna wale ambao Bwana amewajalia utajiri, lakini toka walipopata utajiri huo ndio wamekuwa wa kuharibu binti za watu, ndio ambao wamekuwa kuharibu vijana wa watu. Yuko radhi kuzini na kila mmoja na kuona kwamba ni vizuri kula starehe ukiwa bado uko kijana. Pesa yako inakupa uhuru wa kwenda popote. Kuna maelfu wanaendea katika umaskini, katika ugumu wa maisha, lakini kwa ugumu huo inasababisha wanaanguka kwenye dhambi, maana walikutegemea kama msaada, kumbe na wewe umetegemea manufaa kwa kile ulichokitenda. Hebu jiswali, ndugu mpendwa, laiti Mungu angekuficha hicho ambacho unajivunia siku hii, ungekuwa namna gani? Hebu jiulize hayo unayotendea watoto hao, kwa sababu maisha yao ni magumu, vizazi umeviharibu. Wengine wameona katika utajiri huo, wamejikuta wana magonjwa, wameamua kwenda kutembea na watoto wadogo ili mradi ya kuharibu maisha yao, wakijidanganya kwamba sitokufa peke yangu. Ndugu mpendwa, Mungu akikutizama na kila alichokupa analia, anaumia. Ni kwa nini amekupa baraka hizo? Kama alivyoumia, ni kwa nini alimtawaza Sauli kuwa mfalme? Mungu alikutegemea, maana alipokupa hicho kikubwa alijua kwamba unakwenda kusaidia wengine kuinuka. Maana alipokujalia gari hilo alijua kwamba kuna wengine wanakwenda kupewa lifti kwa kupitia gari lako. Lakini ulipolipata ndo kiburi kimepanda. Mke wamekuwa kama takataka, mume wamekuwa kama takataka, watoto wamekuwa wana thamani. Ndugu mpendwa, Bwana sema kwamba
laiti ningelijua nisingelimuumba binadamu. Mungu aliyafanya yote mema. Mungu alikutegemea wewe, lakini sasa akikutizama anaumia. Kristo akikutizama anaumia lile teso la msalabani, alipoachwa usiku ule peke yake Getsemani, alipopigwa mijeledi kwa ajili yako, akasema kwamba nitajitoa juu ya kuwapa kibali wanangu. Lakini ulipopata neema hiyo, umemsahau kwamba Mungu ndiye amekufanya kuwa jinsi ulivyo. Umesahau kwamba Bwana amekufanya wewe na mwili wako huo ni hekalu lake takatifu. Binti, Mungu amekujalia uzuri, lakini uzuri huo umekuwa fimbo ya kuadhibu watu wengine. Unamwona binti anatamba, anasema kwamba mume wa mtu ndiye mzuri, anahudumia, anajali. Binti, acha nikwambie jambo moja. Wewe ni kama tope ambao mtu anakuja na finyaga tu kama jinsi atakavyo. Wewe ni kama kichaka ambao anakuja kujificha, na napomaliza hatokaa na wewe, lakini maisha yako ndio yanaharibika. Uzao wako ndio unauweka kwenye laana. Kesho utatamani kuijenga familia, kesho utatamani kuitwa mama, lakini leo yako unaiandaje? Leo yako ikoje kijana? Mungu hakukutegemea kukupa hivyo ili mradi uje kuharibu kizazi, uje kuharibu palipokuwa na amani, uje kuleta mtafaruko kwa waliopatana kwa muda mrefu. Lakini Bwana anasema anachokitaka kutoka kwako ni kutenda haki. Ukitendea haki watu wengine, Mungu amekufanya kuwa na cheo cha juu serikalini, lakini ndo unaonewa, unaonea kila mmoja. Mali za wengine unawanyanyasa ukizinyang'anya kwa sababu wewe una taito ya juu. Ndugu mpendwa, Mungu kukupa cheo hicho ili mradi watetee waliokuwa chini. Ndo maana alimuinua Yusufu, alijua yeye atajua kumeneji chakula wakati wa njaa na atakuja kuwa msaada kwa nchi nyingine. Mungu alikutegemea kama utakayesimama na kuwa shuhuda, kwamba utasimama kama vile ambapo Joshua na Kalebu walisimama. Kati ya watu 12 wakainuka wakasema, ni kweli watu wale ni warefu, wana nguvu, lakini kuna kile sisi tuliona ambacho nyinyi hamkikiona. Watu wale hawana uvuli, lakini sisi tuna uvuli, akimaanisha kwamba watu wale hawana Mungu, lakini sisi tuna Mungu. Watu wale wanaiba, wanazulumu kwa sababu hawana Mungu, lakini sisi tuna Mungu. Unapokuwa na Mungu unasimama na kushuhudia wema wa Bwana unaoyatenda, yanatuma maelfu wanamtukuza Mungu. Ndio maana akasema kwamba acha matendo yenu yajulikane na watu wote, na watakaoyaona mnayoyatenda wamtukuze Mungu wenu wa mbinguni. Lakini wewe umekuwa kiburi, wewe umekuwa mwanzo wa kuharibu, wewe umekuwa mwanzo wa kujivuna. Ndugu mpendwa, si hicho ambacho kimesababisha Mungu akubariki baraka hizo. Uzuri huo ni bure. Kaburi unapokufa hutokwenda na chochote. Yobu ndiye alijua siri, akasema nimetoka tumboni kwa baba nikiwa bure na nitarudi nikiwa bure. Ndugu mpendwa, ingekuwa heri ukagairi njia zako muda kama na huu, ukamwambia Bwana, ni kweli nimejivunia akili zangu, nimejivunia nguvu zangu, lakini Bwana leo hii anachohitaji kwako ni wewe kutenda haki, ni wewe kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Kiburi hicho cha nini ndugu mpendwa? Majivuno hayo ya nini? Dharau za nini? Hayo yote ni makapi, yanapita. Aliyekubariki ndiye ambaye amekata. Aliyekubariki ndiye mwenye uwezo wa kufungua mlango katika huyo unayemwona leo hafai. Ndugu mpendwa, hata tumwite Baba muda kama na huu. Mwambie Bwana, naacha mbele zako. Ni kweli mimi siwezi, sistahili. Bwana, umenibariki toka
Toka uliponipa baraka hii, shetani nimemfungulia mlango. Toka uliponipa utajiri huu, shetani nimemfungulia mlango. Tangu uliponipa gari hii, kiburi ndo kimetawala. Bwana, uliponifunulia uzuri ulionipa, majivuno yakakuwa. Uliponikuza cheo kazini, kiburi kikakuwa ndani mwangu. Lakini leo inashuka chini. Baba, ni kweli nimekosa, mwanao narudi tena miguuni pako. Nahitaji huruma yako, nahitaji msamaha wako. Ni wengi nimewaliza, ni wengi nimewazulumu, haki za wengi nimezibadili, lakini sasa nakuhitaji Bwana. Mwanamke yule mjane ndiye alimwendea yule mfalme ambaye alikuwa yule mwamuzi ambaye alikuwa mwogopi Mungu, hakimu yule ambaye alikuwa mwogopi Mungu na aliyekuwa naibu kwa watu. Lakini mama yule alipozidi kumwendea alisema, hata kama mimi si mchi Mungu, lakini kwa sababu mama huyu kila wakati anazidi kuja kwangu, mimi nitamchukulia hukumu, maamuzi ambayo yatakwenda kumsaidia mama huyu. Ndugu mpendwa, Mungu alikutegemea akakuinua. Mungu alikutegemea akakuweka katika cheo hicho. Mungu alikutegemea akakupa kipawa hicho. Lakini ulipopewa karama hiyo, ndipo ambapo unakwenda kuweka unajisi kwa wengi. Umeharibu maisha ya wadada, umevunja ndoa za wengi kwa ajili ya matamanio yako. Unainuka na kumwambia dada kwamba utozaa usipozini na mimi. Umetuma wengi wanamchukia Mungu na kuona kwamba Mungu hatendi kazi. Mungu wetu ni mwema. Mwambie Baba, nakiri nimetenda maovu. Mwambie Baba, nakiri nimekuwa kinyume, ila Bwana nahitaji neema hii. Nena kama Samsoni aliyegundua akasema kwamba Bwana, nakuomba mara moja nirejeshe nguvu zangu, nife na adui wangu siku hii. Wewe usiombe kifo, lakini mwambie Bwana, nahitaji neema hii tu mara moja, nami niinuke niangaze nikutumaini wewe. Bwana, ninakusante maana wewe ni mwema. Maana mioyo hii Bwana unakwenda kuitendea mema. Maana unasema kwamba njoni kwangu mliolemewa na kuzidiwa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Ulisema kwamba tukuite na utaitika. Vijana hawa Bwana waja mbele zako, wajua maovu walioyaendea, wajua matendo ya giza walioyatenda, bali wanakuja wakinyenyekea, wakikiri maovu yao, wakihitaji neema yako. Bwana, nakwenda kuacha wote mikononi mwako, nikiomba na kuamini kwa kuwa jina lako Yesu Kristo. Amen. Ndugu mpendwa, unapoamua kumfuata Bwana, acha Bwana awe ndiyo taa na nuru yako. Maana Biblia inasema kwamba wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautikisiki. Maana kwa Baba tuna vyote, na kila neema ambayo Bwana anatupa anakuwa na sababu kubwa ya sisi kuifikia neema ile. Mungu akikupa kilichokuwa juu, ni vile anajua kwamba kwa hicho ambacho amekupa kuna kile ambacho unakwenda kusababisha watu wengine wasurvive. Mungu hajakupa au kukuweka mahali hapo ili wakanyage waliokuwa chini. Maana anasema katika neno lake, ndiye anachukua waliokuwa juu na kuwashusha chini, na waliokuwa chini anawainua na kuwaweka juu. Maana kusema Daudi ndo ainuliwe na kwenda kumshinda Goliati. Maana Mungu alisema uwezo unapokuwa kwa Sauli, angesema kwamba ni vile ni mzoefu wa kivita. Na ndo maana kanena na mtumishi wake Gideoni akasema kwamba walete watu hawe ni wajaribu. Maana alijua anaposhinda vita wakiwa wengi watasema ni kwa nguvu zao. Tumia nafasi hiyo kwa kuupa utukufu Mungu. Enenda katika njia hizo kwa kumfanya Mungu apewe utukufu.